can dictate your future. Wazazi wako wanaweza tegemea vile maisha yako ya baadaye itakaa. Aciari aku nĩ marategemera ũrĩa mũtũrĩre waku wa thutha ũgaikara. Ndio hata neno lingine linasema ya kwamba muheshimu baba yako na mama yako nigetha matukũ maku maingĩhe magũtũũra hĩndĩ ndaya. Ũguo aciari nĩ mategemeagĩra ũrĩa future ya mũndũ ĩgũikara. Verse 3, ukisoma verse 3 in the book of Genesis 49. Genesis 49. Verse 3 inasema, Yakobo akasema, Rubeni, wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza. Akira hatimaga Jakubu akiuga, wewe Jakubu, wewe Rubeni, niwe irigithathi rĩakwa. Nguvu zangu, tunda la kwanza la nguvu zangu. Wewe niwe hinya wakwa, na niwe kĩambĩrĩria kĩa hinya wakwa. Niwe kĩambĩrĩria kĩa hinya wakwa, ũguo wewe niwe irigithathi. Umewapita wengine kwa heshima na kwa uwezo. Lakini verse 4 ukisoma verse 4, Rubeni akaambiwa na Yakobo, aliambiwa ya kwamba yeye ni mtu asiyezuiwa kama maji. Yeye ni mtu asiyezuiwa kama maji. Ni mundu utakigirĩrĩka kama maji. Ni mundu unokigeria gũkania ndangĩkanĩka. Ni mundu unokigeria kũmũcontrol ndangĩcontrolika. Rubeni alikuwa hivi. Yakubu inasema aje Mithali? Inasema mstari wa 4. Genesis 49:4. No rĩrĩ, wagagĩte o ta maĩ, na tondũ ũcio ndũgakĩra arĩa angĩ. Eliyo agagĩte ta maĩ, na Kiswahili inasema haukuzuiwa kama maji. Kwa hivyo akaambiwa ya kwamba hautawapita wengine. Huko mundu kanagia gakanĩka hiyo pia mtoto. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo Rubeni alipokuwa mtoto mdogo, kijana chipukizi, alikapata kabisa kujizuia na hakukubali kuzuiliwa na mtu yeyote. Aliye pio kugirĩrĩka ni mũndũ wothe. Hiyo ni kusema ya kwamba hakukubali kutawaliwa na yeye kote. Alisema mimi ni grown, mimi niko na meno na mtu. Na mtu anasema hivyo, yeye mũndũ mũgima, yeye ndingĩkanio, yeye ndingĩrwo, ina magego maigana. Na mtu, Rubeni alikuwa hivyo. Naye akaambiwa na babake Yakobo ya kwamba basi hautakuwa mkubwa. Na ndiye ndĩrauga atĩrĩrĩ, baba wanyu, unapokuikia ndo wanene. Mkiikia ndo wanene. Mimi sitasema kama Rubeni Yakobo ya kwamba hautakuwa mtu mkubwa. Ninasema utakuwa mtu mkubwa. Utakuwa mtu mkubwa. Utakuwa mama mkubwa. Na wewe pia. Praise the name of the Lord. Mungu tuikando wanene ili wale kwa ya Yesu. Kwa hivyo akaambiwa ya kwamba hautakuwa mtu mkubwa. Ndũgatuĩka mũndũ mũnene. Na kiu gĩkiukia hinya mũno wĩrĩtwo nĩ mũciari. Wĩrwo nĩ mũciari ndũgatuĩka mũndũ mũnene. Nĩ kiukia hinya mũno. Praise the name of the Lord. Hautakuwa mtu mkubwa. Kwa hivyo watu ambao huwa wanakataa kutawaliwa, watu ambao huwa wanakataa kukaa chini ya sheria, hawawezi kuwa wakubwa. Ona mangĩrutanĩria, matingĩtuĩka andũ anene. Mũciari waku ũrĩa wĩ igũrũ rĩaku nĩwe ũtegemeagĩra kana nĩ ũgũtuĩka mũndũ mũnene. Praise the name of the Lord. Na ndio hata ukiangalia
Mtoto akizaliwa ni lazima afundishwe kukaa chini ya sheria. Kuma baby class direnda mundu kuja uteja na yeye hapa. Kuma baby class kinya mwana arikie university ikoragwo imiaka igana aikara na rungu wa mwana. From baby class ya university ataigucokera handu jua 17 to 18. Tuseme 18 years uko chini ya sheria ya mwalimu. Naambiwa na wengine wanakupiga kiboko. 18 years uko chini ya sheria ya mwalimu. Tuseme umeandikwa ukiwa na miaka 20. 20 umeandikwa na serikali. Leo Jolie aya manta na wera hasa ushindi kule umeandikwa unakuwa kashinda sheria kabisa na wewe sasa umwelewe yako na unafikiri utakuwa chini ya sheria miaka mingapi? Tuseme ya kwamba hautaritaya mapema, utaritaya na miaka 6. Kwa hivyo utakaa chini ya sheria miaka mingapi? 40 plus 20 ya kukaa chini ya sheria ya mwalimu. Ugu hayo karekererio gore kuthie ukeane. Weka guka. Hayo gathi ugu wae gukara kurwa wao. Weka guka. Hayo gathi ugu ugere gutire mundu urajira. Weka guka. Kwa hivyo maisha ya mtu yote amepagwa awe chini ya sheria. Maisha ya mtu yote, maisha ya mtu yote. Mafagitu aikage mkuruwa wado, akowo ni alero na akowo mundu ucio ni aretekera kubereka. Hii ndio mkubwa. Na ukikosa hiyo hautakuwa mkubwa. Na mtu ambaye huwa anakubali kuwa chini ya sheria anakuwa na chances za kupewa promotion kazini. Yule ambaye anakuwa chini ya sheria. Na wale ambao wamekuwa koroshia shukuru ndiko. Koroshia mwalimu ndiko enda. Ni nyambo na makenene. Aifikane. Praise the name of the Lord. Unajua sababu kubwa ya watu kukataa shule ni ile discipline na kuacha shule. Hiyo ndio sababu kubwa. Mtu anajisikia ya kwamba hawezi na hiyo discipline. Nasema ya kwamba kabadika leko moshie discipline ile otingemetia. Discipline ile otingemetia. Anikyo tukabashia kai kuka place wako ani keno kwe. Waikira kwa yeye wakora kule na wako haya. Waikira yang mata wakorera kwenda wake. Pendo kwa ya kazi kule haya. Ndio hata wale tukudogoa za leo upendo kwa. Ndio tumependa hapo. Prefect wa upendo kwa ya no. Prefect. Kadi wa kironi. Ye prefect wa upendo kwa ya. Uko na sheria zako za upendo kwa ya. Kwa hivyo sheria ziko kila mahali na ukikaa chini ya sheria lazima uwe mkubwa. Ni lazima uinuliwe. Lakini ukikataa kuwa chini ya sheria hautakuwa mtu mkubwa. Kwa hivyo Rubeni tumeona akawekewa limitation ya kuwa mkubwa na babake, maana alikataa kujizuilia na hakubali kuzuiliwa na mtu yeyote. Na alipokataa kuzuiliwa na mtu yeyote, hiyo ni kusema ya kwamba hakuwa na break. Dali na break. Moto ule uikala
watho ndari break. Ona ni hayo matũthiaga mũno kasio break. Bishop ũrĩa wĩ igũrũ rĩakwa nĩ tũtakagĩra gũkirwo break. Nĩ harĩ hatũthiaga mũno ngaigua nĩ ndanyitwo ngabana. Praise the name of the Lord. Rubeni alikataa, kwa hivyo hakuwa na break. Na mjue hata mtumishi wa Mungu alipokuja hakuondoa hiyo limitation ambayo Rubeni aliwekewa na babake Yakobo. Hakuweza kuiondoa. Nilisani tusomee the book of Deuteronomy chapter 33 and verse 1. Deuteronomy 33 verse 1. Deuteronomy ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Na Kikuyu ni kusema kushokelia maathani. 33:1. Na kĩo gĩkĩ nĩkĩo kĩrathimo kĩrĩa Musa mũndũ ũcio wa Ngai arathimire ciana cia Isiraeli atanakua, akiuga ũũ: Jehova oimire Sinai, akĩarahũka agĩthiĩ kũrĩ oimĩte Seiru, agĩcangarũka oimĩte kĩrĩma kĩa Parani, ningĩ agĩũka oimĩte harĩ arĩa aamũre 10,000, na guoko-inĩ gwake kwa ũrĩo kwarĩ mwaki wa watho wakanaga nĩ ũndũ wao. Ti-itherũ nĩendaga mĩhĩrĩga ya andũ ake othe arĩa atheru nĩ moko-inĩ make. Nao maikarire thĩ o kũu magũrũ-inĩ make. Nao mũndũ o mũndũ nĩakaheo ũhoro umĩte harĩ we. Musa nĩwe watũheire watho, naguo ũgĩtuĩka kĩrĩra gĩa gũtigĩrwo ũngano wa Jakubu gĩtuĩke kĩaguo. Aya, tasoma basi. Kana wewe hakuwe ukinya basi. Aya, soma endelea. Agĩgĩtuĩka mũthamaki harĩ Jeshuruni rĩrĩa anene othe a andũ makorirwo monganĩte, o rĩrĩa mĩhĩrĩga yothe ya Isiraeli yonganĩte. Rubeni, sasa nataka usikize hiyo basi. Rubeni arorekwo atũũre na ndagakue. Ati Rubeni arekwo atũũre, rĩu nĩ kĩrathimo kĩrĩa Musa ararathima Rubeni ũrĩa ũrerĩtwo nĩ ithe Jakubu atĩ aragĩte kamaĩ agakĩra mĩhaka ũguo ndarĩ kũgwatuka mũndũ. Rĩu mũthĩnjĩri Ngai ũgwĩtwo Musa nĩoka, tuone kana nĩakũhota kũgarũra. Basi Rubeni arorekwo atũũre na ndagakue. Arekwo atũũre na ndagakue. No rĩrĩ andũ ake maronyiha. Ati Rubeni arekwo atũũre na ndagakue. Thank you. Minister Keshi. Rubeni arorekwo atũũre na ndagakue, no andũ ake maronyiha. Andũ ake maronyiha. Andũ ake maroika atĩa? Andũ ake maroika atĩa? Maronyiha. In short, aliambiwa ya kwamba Rubeni asiwe na watu wengi, asikuwe na watu wengi. Hiyo ni baraka au limitation? Hiyo ni baraka au limitation? Nauliza, hiyo ni baraka au limitation? Kuambiwa usiwe na watu wengi ni baraka au limitation? Na huyo ni kuhani. Kwa hivyo in short, kuambiwa ya kwamba aishi lakini asivuke, lakini watu wake wawe wachache, ni limitation tena aliwekewa na mzazi wa kiroho ambaye ni Musa. Kwa hivyo kuna baraka ya mzazi na kuna wa kiroho wa kimwili na kuna baraka ya mtu wa Mungu ambaye ni kuhani wa Mungu. Na huyo kuhani wa Mungu ndiye alisema basi, alisema ya kwamba Rubeni na aishi asife.
lakini watu wake wawe wachache. Mukwenda twire ndungata ici atia tumere andu ao andu aria mamarumiriire tumere maingire. Pastor Mushiri, watu wako wawe wengi. Na ninasemea hapa kwa madhabahu, watu wako wawe wengi. Reference watu wako wawe wengi katika jina la Yesu. Mfuatwe na watu wengi. Unajua watu ndio huwa wanategemea kama mtu atakuwa mkubwa au atakuwa mdogo. Maana kama ningefuatwa na watu wawili, ningekuwa mkubwa kweli? Singekuwa mtu mkubwa. Kwa hivyo mtu akifuatwa na watu wachache anakuwa mtu mdogo. Akifuatwa na watu wengi anakuwa mtu mkubwa. Na tunasema Shabaka, mfuatwe na watu wengi. Masto, mfuatwe na watu wengi katika jina la Yesu. Na mkisahau na kila neno ambalo nimesema hapa, hii muende nayo ya kwamba madhabahu imesema mfuatwe na watu wengi. Kigogona kiaula mjie murugiriro ni watu wengi. Mimi sitasema kama Musa, maana nyinyi hamjampita mpaka. Hapana, mmekaa na sisi vizuri kabisa. Kwa hivyo mwe wakubwa na mfuatwe na watu wengi katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kuambiwa watu wako wasiwe wengi, ni kuambiwa usiwe mkubwa. Na hivyo ndivyo tumekuja kufanya hapa. Hatujakuja kufanya mambo mengi. Tumekuja kusema Pastor Mushiri afuatwe na watu wengi na awe mkubwa katika jina la Yesu. Watu wa mastori tuseme Pastor Mushiri awe mkubwa. Pastor Mushiri awe mkubwa. Awe mkubwa kabisa. Na yule mwitani na kukaribishana na Mungu. Ona mundu wako wote mkono ukaribishe na waliwe kama kanisa wanyu. Nigeeza Pastor Mushiri arukenirwo ni andũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo farewell ni kumfungua mtu kwa uzuri, farewell ni kumfungua mtu kwa amani, kwa furaha, kwa roho safi. Na hapa hakuna mtu wako na jambo na Pastor Mushiri. Kwa hivyo vile tunafanya, tutafanya kwa amani, tutafanya kwa furaha, tutafanya kwa roho safi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ninataka tuombe, na tukiomba tuingie mahali hapo pengine katika jina la Yesu. Inamisha uso wako dakika moja tuombe kwa sababu ya hilo neno, in the name of Jesus. Baba, tunakushukuru na tunakutukuza kwa sababu ya siku hii ya leo. Asante kwa sababu ya siku ya leo na umetunenea juu ya uhusiano wetu na wazazi wa kimwili na wa kiroho. Maana ndio wanaweza tegemea future yetu itakaaje. Na waombea watumishi wako tunapowafanyia hii farewell, ninawaombea wawe wakubwa katika jina la Yesu. Na wasifuatwe na watu wachache, wafuatwe na watu wengi. Wawe na kibali, milango ikawafungukie, wapanuke mahali ambapo tumewatuma katika jina la Yesu. Asante maana wewe ni mwema na utaitenda zaidi ya vile ambavyo nimewaombea. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Tupigie Bwana makofi mazuri. Amen. Kwa sasa ninataka nimkaribishe pastor wetu, Pastor Njoroge. Kabla sijaombea pastor